Jeshi la polisi mkoani Mbeya tumefanikiwa kumfunga jela miaka 20 mtu mmoja anayejulikana kwa jina la Simeon Eugeno Fadukwane. Huyu ana miaka 44, ni raia wa nchini Mozambiki kwa kosa la kusafirisha madawa ya kulevya aina ya heroin. Ni kwamba tukio hili tarehe 30 mwezi wa 11 mwaka 2021 katika Mahakama Kuu Kanda ya Mbeya, mtuhumiwa alipatikana na hatia baada ya kukiri kosa lake na kuadhibiwa kifungo cha miaka 20 jela, lakini pia akatakiwa kulipa faini ya shilingi bilioni 1 na milioni 96,353,150 na pia gari lilotumika kusafirisha madawa hayo kutaifishwa na serikali. Ni kwamba mtuhumiwa alikamatwa na polisi eneo la Kasumulo ndani ya wilaya ya Kyela akiwa na gari aina ya Mitsubishi Pajero namba MLK 5535 ikiwa na heroin hydrochloride yenye uzito wa gramu 8120.69. Madawa haya yakiwa na thamani ya shilingi milioni 365,451,050. Lakini katika hatua nyingine, polisi mkoani Mbeya inashikilia watu watatu kwa makosa ya utapeli. Watu hao wanaoshikiliwa na jeshi la polisi ni pamoja na bwana Elia Yona Ngulwa, huyu ana miaka 24, mfanyabiashara mkazi wa Uyole. Lakini wa pili Innocent Steven Kiando, huyu ana miaka 21, ni tapeli na mkazi wa Kiwira. Lakini watatu ni Shabani Abdalla Ibrahim, huyu ana miaka 20, mkazi wa Itezi Magharibi, eneo la Uyole. Hawa ni kosa la kujipatia fedha kwa njia ya udanganyifu. Tukio lilitokea tarehe 1 mwezi wa 12 mwaka 2021 majira ya mchana huko Kiwira ndani ya wilaya ya Rungwe mkoani Mbeya, katika misako inayoendelea dhidi ya uhalifu wa kutumia mitandao ya kijamii. Watuhumiwa kwa pamoja kwa nyakati tofauti kwa kutumia mtandao wa kijamii ya Facebook na Instagram wamefanya utapeli kuwa wanatoa utajiri kupitia jumuiya ya Freemason. Kati ya tarehe 23 mwezi wa 8 mwaka huu na tarehe 29 mwezi wa 11 mwaka huu, watuhumiwa walifanikiwa kumtapeli binti aitwaye Miriam Josephat. Huyu ana miaka 25, ni mfanyabiashara na mkazi wa Kitangiri mkoani Mwanza. Walimtapeli kiasi cha jumla ya shilingi milioni 106, ambapo fedha hizo zilitumiwa kwa nyakati tofauti kwenye simu za watuhumiwa, wakidai ni kwa ajili ya kufanya matambiko mbalimbali ya Freemason yenye lengo la kumfanikisha mhanga kupata utajiri. Aidha, katika tukio hilo watuhumiwa walikutwa wakiwa na simu 5 za mikononi za aina mbalimbali ambazo huwa wanazitumia kutapeli watu kupitia mitandao hiyo ya kijamii ya Facebook na Instagram. Upelelezi wa shauri hili unaendelea na mara baada ya kukamilika watuhumiwa watafikishwa mahakamani kwa hatua zaidi za kisheria. Jeshi la polisi mkoani Mbeya linatoa rai kwa yeyote aliyetapeliwa na watuhumiwa hao kufika katika kituo cha polisi kwa ajili ya kufungua kesi. Tumetaja majina ya watu na kwamba wanatumia mtandao wa Facebook na Instagram. Kama kuna mtu ambaye ameingia kwenye mkenge wa namna hiyo akawa na shaka na hawa watu, basi afike kituo cha polisi mkoani Mbeya ili hatua ziweze kuchukuliwa. Aidha, polisi mkoani Mbeya tunaendelea kutoa wito kwa jamii kuacha kutuma pesa kwa mtu usiyemjua. Ni vyema kujiridhisha kwa kufuatilia mamlaka husika ndipo ufanye mihamala. Ukiangalia umri wa watuhumiwa ni kati ya miaka 20 mpaka 24. Bado ni vijana ambao wanaweza kufanya kazi halali na kujipatia kipato ambacho ni halali badala ya kujihusisha na vitendo vya uhalifu na utapeli. Hivyo polisi inatoa rai kwa jamii kwa ujumla kuachana na tamaa za kupata utajiri kwa njia ambazo sio halali, na matokeo yake wafanye shughuli ambazo zitakuwa halali. Katika hatua nyingine, tumefuatilia na kugundua kwamba fedha hizi milioni 156 huyu aliyetapeliwa, pamoja na kwamba nyumba yake aliambiwa auze nyumba, auze vyombo vingine alivyokuwa navyo na auze na magari aliyonayo, ili baada ya kuuza apate fedha za Freemason ambazo ni fedha free, hazina uhusiano na fedha za huku duniani. Kwa hiyo ni kweli mlalamikaji katika shauri hili ameuza nyumba yake pale Geita, tena ameuza nyumba maeneo ya Shilabela, maeneo karibu na kwa mtaa ule wa Mogasabi, lakini pia ameuza gari yake aliyokuwa nayo mpya Wish, ameuza milioni 8. Hii nyumba ameuza milioni 15. Kwa hiyo na vyombo vyake vyote alivyokuwa navyo alikuwa anauza na akawa anawatumia hawa matapeli kwa kutumia simu hizo. Kwa kweli huu ni wizi mbaya sana ambao serikali hatuwezi kuvumilia. Nitoe rai tu kwamba wale wote ambao wanafikiria huu ndio mtandao wa kufanya kazi zao hizo za kujitapeli huku kwa mkoa wa Mbeya hawezi kupita. Hawa wote watakamatwa na watafikishwa kwenye vyombo vya sheria.